wa alfajiru alkadhib, alfajiri ya ukweli na alfajiri ya uongo. Alfajiri ya uongo ndio ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifananisha kadhanabi sarhan, ni urefu ambao upo kwenye anga asubuhi, mwangaza fulani unajitokeza mrefu sana. Mtu anaweza kaamka akahisi kwamba ni alfajiri, kumbe ule mwangaza ule unakwenda na kupotea, unafuatiwa na giza. Alfajiru alkadhib ni mfano wa mkia fulani umekaa juu hivi usiku, unaonekana na rangi nyeupe kabisa. Mtu anaweza kaamka hivi akaona kumekucha, kumbe baada ya muda dakika kadhaa unapotea, unafuatiwa na giza totoro. Kwa huo inaitwa alfajiru alkadhib. Alfajiru sadiq wenyewe ni weupe na utanda kwa urefu hivi, weupe wake unatanda kwa urefu. Na ndio hadithi hii inapokuja kutaja kwamba huu unaitwa alfajiru as-sadiq, hii ni alfajiri ya kweli. Anasema an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume kasema, la yamna'anna ahadakum, asimzuie au isimzuie mmoja wenu. La yamna'anna ahadakum, isimzuie mmoja wenu. Au ahadam minkum, au mmoja miongoni mwenu, isimzuie adhanu Bilalin. Na hii ndio fa'il, adhana ya Bilali. Yani pale anapomsikia Bilali anatoa adhana, basi ile adhana ya Bilali isimzuie na nini? Min sahurihi, kutokamana na kula daku yake. Sahur ni kile chakula, suhur ni ule muda au ni kile kitendo. Sahur ni kile chakula chenye daku cha usiku. Kwa hiyo ukisikia adhana ya Bilali isikuzuie wewe na kula chakula cha daku, kwa sababu Bilal hutoa muda wa mwanzo. Adhana yake ni adhana ya mwanzo, kama hadithi ilipopita nyuma, hadithi ya Abdullah ibn Umar kwenye mlango babu adhani al-a'ma idha kana lahu man yukhbiruhu. Qala sima fa innahu yuadhinu au yunadi, kwa hakika yeye Bilali hutoa adhana au yunadi, au hunyanyua sauti ya juu, bilaili, kwenye usiku totoro, ya ile giza kabisa wa usiku. Kwa nini? Liyarji'a qa'imakum, ili arudi apumzike kidogo aliyesimama kati yenu, aliyesimama usiku kufanya ibada, ili arudi kidogo naye afanyaje? Apumzike. Kuna watu walikesha usiku wanafanya ibada, sasa aliposikia adhana ya Bilali, basi sasa anarudi kidogo apumzike, alale, afute nguvu kwa ajili ya kuingia kwenye adhana ya pili. Waliyunabbiha naimakum, na ili vile vile liyunabbiha, amzindue naimakum, aliyelala kati yenu. Aliyelala amke sasa, jiandae kwa ajili ya adhana. Waliyunabbiha naimakum, na amzindue yule ambaye aliyelala. Kwa hiyo ukisikia adhana ya Bilali tu, basi wewe uliyelala zinduka, amka, sababu ndo malengo ya adhana ya Bilali, ili aliyekuwa amesimama sana usiku apumzike, lakini pia vile vile amzindue yule ambaye amelala, aanze kujiandaa kama na witri yake aswali. Walaysa an yaqula alfajru au as-subhu, na sio yeye aseme tu kwamba alfajiri imeingia au asubuhi imeingia. Hapana, siseme hivyo, so bado alfajiri rasmi haijaingia. Hii ni alfajiri ya kwanza ambayo sio ile ya kuamka uingie katika ibada ya swala. Waqala bi asabi'ihi, Abdullah ibn Mas'ud anasema waqala bi asabi'ihi, na akasema kwa kuonyesha ishara kupitia vidole vyake. Sasa hapa anaibainisha sasa kwamba alfajru sadiq na alkadhibu ikoje. Akaisema sasa kuibainisha, nasema waqala bi asabi'ihi,
akasema kwa kuashiria kwa vidole vyake, warafa'aha ila fawqu, akavinyanyua kwenda juu, kwamba alfajiri ile ya mwanzo ni ndefu hivi, kadhanabi sarhan, kama vile mkia ule wa sarhan, kuna ita hivyo. Ninavyoona mkia mfano wa mbwa mwitu, mkia wa mbwa ile mnene, basi ndio nimekaa ule usiku, umekaa mrefu hivi mweupe unang'aa hivi, hiyo ni alfajiri ya uongo. Kwa hiyo isikudanganye kwamba asubuhi imefika, hapana, hiyo isikudanganye katika hilo. Wa ta'ata ila asfala, na akainamisha mkono vidole vyake mpaka chini, yani imetokea juu nashuka mpaka chini hivi, akainamisha hivi, katoa juu akateremsha mpaka chini. Ta'ata maana yake ni kule kushusha chini, kuinamisha mikono au kuinamisha kichwa, ila asfalo, mpaka chini. Hata yakula hakadha, mpaka anasema uko hivi, kwa kaanzia juu anashuka mpaka chini, anasema uko hivi. Ule mwangaza wake usiku, alfajrul kadhib. Yushiru bisababatayhi ihdahuma fawqa al-ukhra, akiashiria bisababatayhi, kwa vile vyake viwili vya kutokana hivi, bisababatayhi viwili, ihdahuma fawqa al-ukhra, kimoja kiko juu ya kingine, akiashiria kama ile alama yake iko hivi. Thumma maddaha, yani yaminihi wa shimali, kisha pia maddaha akavirefusha vile vidole vyake, an yaminihi wa shimalihi, kwa kuanzia kulia kwake na kushoto kwake. Ndio akaanza kuanzia huku, kidole cha kwanza ikaashiria kutoka huku mpaka huku, au kuanzia kulia huku mpaka kushoto. Kwa maana hii ndo alfajru as-sadiq. Sasa maana imekaa kwa kutanda angani, tofauti na ile kadhibu yenyewe imenyooka juu hivi kadhanabi, kama vile mkia, lakini alfajru as-sadiq imetanda kwa juu hivi, kama vile mawingu fulani hivi ambayo yanatokeza mwangaza wake kidogo, lakini imekaa kwa urefu hivi. Kwa hiyo mtume akaonyesha kuanzia kulia mpaka kushoto, huyo ni alfajru as-sadiq. Na alfajru al-kadhib ameichorea juu mpaka chini, imekaa mkao wa namna hiyo. Kwa hiyo hadithi inatubainishia wazi ya kwamba adhana ya mwanzo ina malengo hayo, malengo ya adhana kabla alfajiri. Lakini pia tunaona katika hadithi hii panabainisha ya kwamba alfajiri ziko za aina mbili, na alikuwa akitoa ya kwanza Bilal ibn Rabah, na ya pili alikuwa anatoa Abdullah ibn Maktum. Babu baina kulli adhanaini salatun liman sha, mlango mwingine kwamba baina kulli adhanain, katikati ya kila adhana mbili, salatun, kuna swala imeruhusiwa, liman shaa, kwa atakaye. Katikati ya kila adhana mbili pana swala, liman shaa, kwa atakaye. Adhanaini kwa maana adhana mbili, akikusudia baina al-adhani wal iqama, ndio anakusudia kati ya adhana na iqama, ndio malengo, ndio makusudio, kwamba katikati ya adhana na iqama pana swala kwa atakaye. Kwa haya maneno yanaonyesha kama mtume, maneno haya anasema Malik ibn al-Huwairith, falamma raa shawqana ila ahalina, alipotuona au alipoona mtume shawqana, rudini majumbani kwenu, fakunu fihim, kaweni na wao, mkaishi nao, mkakai na familia zenu, wa'allimuhum, na muwafundishe dini, sababu mmekaa siku 20 zote hapa, naamini mmepata mafundisho sahihi ya dini yenu, basi mkirudi nyumbani ufundisheni dini. Wasallu, baadhi ya riwaya akasema wasallu kama raaitumuni usalli, na swalini kama mlivyoniona mimi ninaswali. Mkirejea huko makwenu na mswali kama mlivyoniona mimi ninaswali, msiswali tofauti. Fa idha hadaratis salatu, na pindi itakapohudhuria na ikafika swala, yani muda wa swala utakapofika, falyuadhin lakum ahadukum, basi na atoe adhana, lakum, kwa niaba yenu, ahadukum, mmoja wenu, atoe adhana mmoja wenu.
Na hapa maneno haya yanamaanisha kwamba atoe adhana mmoja wenu kwa sababu itakapofikia kwamba mmelingana kwenye fadhila, mkifikia mmelingana, huyu na huyu mmelingana, huyu na huyu mmelingana, huyu amefanya hijra na huyu kafanya hijra, huyu ni mkubwa na huyu mkubwa, kasoma Qur'ani kiasi fulani na huyu anasoma Qur'ani kiasi fulani, mkalingana katika hiyo fadhila na khairi katika mambo hayo, basi atoe adhana mmoja wenu. Kwa maana ya kwamba mtakapolingana fil fadli, na hii ni kauli ya Imam al-Qurtubi, anasema mtakapolingana kwenye nini? Kwenye fadli, kwenye khairi na fadhila. Qala sema waliya umma wa fa idha hadarati salatu falyu'adhin lakum ahadukum waliya ummakum akbarukum. Naam, na awaongoze uimamu, waliya ummakum, na kuongozeni nyinyi uimamu, akbarukum, mkubwa wenu. Ndo hapo sasa kama mtakapokuwa mmelingana sawa sawa, mmelingana sawa sawa, basi atafutwe mkubwa wenu ndo awaongoze kwenye nini? Kwenye swala. Mkalingana kwenye fiqhi, mkalingana kwenye ilmu, mkalingana kwenye umri, mkalingana kwenye safari ya hijra, mkalingana kwenye sunna, basi atafutwe mkubwa wenu ndiye afanywe kuwa ni imam. Tusome na hadithi ya pili tumalizie. Wa anhu radhiyallahu anhu fi riwayatin ata rajulani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, walimwijia watu wawili mtume alayhi salatu wasalam, yuridani safara, wakitaka kusafiri. Watu wawili walimwijia mtume wakikusudia kusafiri. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, idha antuma kharajtuma, pindi nyinyi wawili, kharajtuma, mtakapotoka, faadhina, wakati wa swala ukifika basi toeni adhana, thumma aqima, kisha toeni iqama, leteni iqama, thumma liya ummakuma, kisha kuongozeni uimamu, akbarukuma, mkubwa wenu nyinyi wawili ndo awaongozeni. Kwa mshalingana kwenye hali zote za adhana, basi kwenye ibada pia mkilingana kwenye baadhi ya mazingira, mpeni aliyekuwa mkubwa wenu katika nyinyi ndo awaongoze. Ndani ya hadithi hii kuna faida kama tatu, alafu tumalizie jambo la mwisho. Ndani ya kwanza, hadithi hii inatuonesha kwamba alhadhu ala aladhan fi alhadari wasafar, kwamba panaonesha ulazima wa kutoa au himizo la kutoa adhana safarini na kusikokuwa safarini. Na hadithi hizi zote zinabainisha ya kwamba himizo la adhana itolewe kwenye nyakati mtu kasafiri au sawa sawa yuko sehemu ya nyumbani mkazi. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili ya hadithi hii inaonesha kwamba anna aljama'ata tasihhu biimamin wa ma'mumin, kwamba jamaa inatosha na inakuwa ni sahihi akiwepo imamu na maamuma mmoja. Wa hadha huwa ijma'ul muslimin, na haya ndiyo makubaliano ya Waislamu. Kama unavyoona hapa, mkiwa wawili basi toeni adhana, kisha mqimu, na akuongozeni uimamu mmoja wenu ambaye ni mkubwa. Kwa imamu na maamuma wawili tu yatosha, jamaa inatosha jamaa. Sasa katika haya kuna masala ambayo kayataja Imamu Malik rahimahullahu ta'ala kwenye al-Muwatta. Tutayasoma tu masala haya kwa ufupi basi kwa lengo la kupata faida zaidi kunako masala haya ya safarini. Lakini anasema Imam Maliki, hii ni Muwatta Imam Malik katika riwaya ya Yahya ibn Yahya al-Laythi. Yahya ibn Yahya al-Laythi, hii ni kitabu cha Muwatta ibn Malik. Qala Yahya, tasoma baadhi ya fatawa hizi, ni fatwa tu za Imam Malik. Qala Yahya, wasuila Malik, Imam Malik aliulizwa an muadhdhin adhana liqaumin, kunako mtoa adhana aliyetoa adhana kwa watu, katoa adhana kwa watu wengi. Thumma intadhara hal yatihi ahad, katoa adhana kisha hakuna mtu aliyekuja kuswali. Katoa adhana basi kaka anasubiria watu waje waingie msikitini waswali. Anaulizwa Imam Malik, falam yatihi ahadun, hakuijiwa na mtu hata huyo mmoja, yuko peke yake. Fa aqama salata, akasimamisha swala, wa salla wahdahu, na akaswali peke yake. Thumma jaa an-nasu ba'da, kisha watu wakaja sasa baada ya swali. Anfaragha, maana kio ameshamaliza, anfaragha kwamba ameshamaliza kuswali, watu ndio wakaja.
Swali linakuja, ayuidu salata ma'ahum, je arudie kuswali pamoja na wao? Umetokea mazingira hayo vijijini huko au maeneo fulani tu, shatoa adhana na muda umefika kabisa wa swala, toa adhana akakim akaswali. Kwa watu wamekuja sasa baada ya kuswali, airudie swala pamoja na wao? Qala, kasema la yuidu salata, harudi swala. Wa man jaa ba'da insirafihi, na atakayekuja baada ya yeye kuwa ameshamaliza kuswali, falyusalli li nafsihi wahdahu, aswali peke yake. Na huu ni msimamo wa Malik kwamba hakuna jamaa mbili kwenye msikiti mmoja, hakuna jamaa mbili kwenye msikiti mmoja. Kwa tayari jamaa ishasimamishwa, au ule muda umepangwa kwa ajili ya kuswali swala dhuhuri au al-asr umeshapita na imeswaliwa swala, kila mmoja aswali peke yake. Hilo ni swali la kwanza. Qala Yahya, suila Malik an muadhdhin adhana liqaumin thumma tanaffala. Ameulizwa tena Malik, mtu katoa adhana, baada ya kutoa adhana thumma tanaffala, yeye mtu adhana kamaliza